Na mtazamaji, ni saa 10 jioni saa za Afrika Mashariki, nikitumai kwamba buheri wa afya mahali popote ulipo. Hujambo na karibu kwa taarifa zetu za Mbiu ya KTN. Jina langu ni Sam Amani, mwenzangu kwa lugha ishara ni Merisha Owiti. Karibu. Naam, hali tete imetanda katika kijiji cha Songok, Kasei, Pokot Kaskazini baada ya mwanaume mmoja mwenye umri wa miaka 31 kuuawa kwa kupigwa risasi mara kadhaa na watu wanaoaminika kuwa wezi wa mifugo. Inaaminika kwamba majangili hao walikuwa wametoka katika kijiji cha Namakat, kaunti jirani ya Turkana, na kutekeleza uvamizi huo. Chifu wa kata ya Ombolion, Joseph Korkimula, alifariki katika eneo la tukio na kuthibitishwa kwamba majangili hao walikuwa wamejigawanya kwa makundi tofauti na kujificha kwenye barabara hatari inaunganisha eneo la Takwel na Songok. Esi uchungu sana kwa kunipiga brada yangu mdogo. Kitambo babangu alikufa. Sasa nikategemea yeye ndiye alikuwa ananilipia school fees. Sasa hakuna mwenye tunategemea tena tangu ya alipiga yeye jana. Sasa hakuna mwenye mimi nategemea mwingine kunilipia school fees. Tumebaki sasa yatima wote. Tumekuwa sasa wajane wote na mabibi yake wote. Hakuna sasa mwingine mwenye tunategemea. Kupitia jukwaa la usalama, Mheshimiwa Waziri Murkomen aone pia vile anaweza kutupatia ulinzi thabiti kwa hii kijiji, sababu imekuwa mara kwa mara, imekuwa kwa hii mwezi tumepoteza watu 2-3 ambaye ameambushiwa tu namna hii na kulimwa na kwenda, hata akiwa na mifugo analimwa na kuwacha mifugo. So naona si picha mzuri ikiwa ni uwaji ndio itaendelea. Mimi kama mama inahurumisha kupata ya kwamba vijana wanauliwa katika kijiji hichi, wanabakishwa wanawake peke yake. Inatia huruma sana. Mwito wangu kwa wanasiasa, jamii kwa ujumla, naomba tuje pamoja, tudumishe amani, tuongeleshe watu wetu. Hakuna kitu ambacho hakina suluhu, na suluhisho si kuuana. Ukiangalia kama kijana ameacha bibi 2 na zaidi ya watoto 10, nani atawaangalia? Tusilifumbie macho jambo hili. Naam, kwingineko ni kwamba wanaharakati pamoja na asasi za kiraia hapa nchini wamekashifu maandamano